Kuna mtu ameuliza mikataba yetu ya kazi ni ya muda gani? Ni mikataba ya mwaka mmoja mmoja. Dada, ukimaliza mwaka hatukuchaji chochote. Kazi zetu tunatoa bure, lakini endapo utamaliza mwaka. Usipomaliza mwaka utachajiwa mwezi mmoja. Utafanya kazi mwezi mmoja bure, ili bosi wako aweze kupatiwa dada mwingine. Na ndio maana mshahara wa kwanza unakuwa ni dhamana kwa ajili ya kushika huo mkataba, kulinda huo mkataba wako umalize. Ukimaliza unapatiwa hiyo hela yako ya mshahara wa kwanza. Usipomaliza, bosi wako anapewa dada mwingine. Lakini kwa upande wa mabosi, mkataba wetu ni mwaka mmoja mmoja. Kwa hiyo muda wa kukupa huduma unaolipia, unalipa mara hii moja. Mwaka ukiisha unalipa tena. Mwaka ukiisha unalipa tena. Kwa hiyo kwa mabosi, kila mwaka unapoisha unalipia kama king'amuzi. Kikiisha mwezi ukilipa, mwezi ukikatika inabidi ulipe tena. Sasa sisi ni kwa mwaka, kwamba mwaka ukiisha unalipa tena ili tuweze kuendelea na huduma. Haijalishi kama kulikuwa na dhamana ya dada au la, muda wako wa huduma wa kukuhudumia ulioulipia ni wa mwaka mzima. Ukiisha ule mwaka, wewe una renew and then huduma zinaendelea kama kawaida. Huo ndio mfumo wetu, huo ndio utaratibu wetu kwa wale ambao wako tayari kufanya kazi na sisi. Yote kwa yote, tunachohubiri ni uaminifu katika hayo tunayokubaliana. Dada ambaye unakubali kufanya kazi mwaka mmoja, basi utimize hilo lengo, au la, mshahara wako wa kwanza utumike kumpatia bosi wako dada mwingine. Lakini kwa mabosi, uaminifu katika kufanya huduma na sisi, kwamba umechukua dada, mwaka umeisha, basi mnarejea kituoni, tuna renew mkataba. Kwa sababu najua kuna mabosi mmeuchuna kimya kama vile hamtufahamu. Tena wengine mnawarubuni ni wadada, mnawaambia mimi nataka nitakuongezea tu 10,000 au 20 kwenye mshahara wako, lakini nataka ukate mawasiliano na Wadada Center. Huo ni ushetani. Huo ni ushetani, kwa sababu sio makubaliano yetu. Kwa mkataba wetu unaufahamu, na kama ulikuwa hutaki kufuata huo taratibu, usingekuja kuchukua dada kwetu. Umekuja kuchukua dada kwetu kwa sababu ulikubali terms zetu, taratibu zetu. Sasa kama unazikiuka, hakuna neno. Huyo Mungu aliye sirini atakupa unachostahili. Sawa, kwa sababu huyo dada wewe una enjoy services zake, lakini sisi ndio tuliomtrain, sisi ndio tuliokupatia, sisi ndio yani huwezi kututenganisha. Huwezi kututenganisha na huyo dada. Ila kwa sababu ya dhuluma, kwa sababu wewe unajiona mjanja, sawa, lakini ndio unataka kulelea watoto wako, na wewe watoto wako unawatakia mema. Kasome Kumbukumbu la Torati. Napenda sana hicho kitabu, hiyo sura 28 napenda sana, kwa sababu kanuni za Mungu ni automation, yani ziko automatic, kwamba ukitaka baraka na wewe mwenyewe matendo yako yawe baraka. Ukitaka laana, matendo yako yani matendo yako tu ndio atakayo kulaani wewe na kizazi chako. Kwa hiyo kasome Kumbukumbu la Torati, usikazane sana kutafuta wachungaji wa kuombea, kwenda kutoa masadaka, kukanyaga mafuta, sio kufanya nini. Matendo yako. Na kama unataka dada akutendee mema, basi na wewe watendee wenzako mema. Ndio kanuni za Mungu. Yaani Mungu aliweka utaratibu tu ambao ni very simple. Unataka kubarikiwa, unataka kufanikiwa, unataka kutendewa mema, na wewe tendea mwenzio mema. Kwa hiyo usilopenda kutendewa usimtendee mwenzako, alright? Labda nimalizie tu kwa kusisitiza kwamba wale ambao mnawachukua wadada sio wapi, muambie wanakuja kufanya kazi gani. Kwa sababu kumsafirisha dada ambaye hajui anakuja kufanya kazi gani ni makosa, tena kisheria kabisa. Huo ndio usafirishaji haramu wa binadamu. Wadada wanatakiwa wanapotolewa makwao waambiwe wanaenda kufanya kazi gani, kwa sababu na wengine kama hivyo mmeona jana usiku nilipost hiyo dada analalamika kapelekwa kwenye kazi ya baa. Mwenyewe hapendi kazi ya baa. Mimi sina shida na kazi ya baa, na nishasema hapa kwamba umalaya na ukahaba haimaanishi ya kazi, yani kwenye kazi unayoifanya eti kwamba wanaofanya kazi baa ni wauni. No, mimi siamini hivyo. Naamini uuni ni uuni. Kuna mtu yuko ofisini, tena ofisi za maana za heshima, na ni wahuni vile vile. Kuna watu wamejifunika gubi lakini wahuni vile vile, tena na wako kwenye ndoa zao. Kwa hiyo uhuni ni tabia ya mtu binafsi, lakini huwezi kumlazimisha mtu ambaye hataki kufanya hizo kazi. Hata kama sio kila mtu anayefanya ni muuni, lakini huwezi kumlazimisha. Sasa hao biashara ya kusafirisha wadada, unamchukua dada huko unaitisha dada, kumbe unakuja kumweka baa, hiyo sio sawa. Yani sio sawa kabisa. Na wadada ambao umejikuta hivyo, nendeni kwenye vyombo vya sheria. Serikali yetu itawasaidia muweze kurudi makwenu. Kama umepelekwa mahali ambapo hukuambiwa ni kazi gani na umeenda kujikuta ni kazi ambayo wewe mwenyewe upendi kuifanya, nenda
nenda kwa mjumbe, nenda serikali ya mtaa, nenda kwa, yani hizi system zilizowekwa na serikali kwa ajili ya kusaidia vitu kama hivyo, ili uweze kufanya kazi sehemu ambayo una amani. Hapa kwetu ndio maana tunatangaza hizi kazi zetu, kama mnavyosikia kila siku, ni kazi za ndani. Hakuna dada anayekuja hapa kwetu ajui kama anaenda kwenye kazi za ndani, hayupo, haijawahi kutokea. Hata kama wanaletwa na ndugu zao, lakini wanawaambia kabisa ni kazi za ndani. Unaweza kufanya kazi za ndani, ndio kabisa, ndio ni kazi za tena za mikataba. Kama mnavyotuona sisi kazi zetu haziko vichochoroni, ziko hapa, dunia inaona. Kila aliyepo sijui kwenye wapi Marekani wapi anaona kazi zetu. Kwa wadada wanaofika hapa kwenye kituo chetu wanajua wanakwenda kufanya kazi gani, na ndio maana nawaonya wale wa baba wenye tabia chafu chafu, wanajifanya wanaomba wadada wa kazi, afu akifika huko anataka kufanyisha kazi za ngono. Yaani hizo tabia ni marufuku, tena mtakuja kuishia pabaya, kwa sababu mkikutana na wadada wajanja wakaweza kupata ushahidi, yani mtachukuliwa hatua, afu mtashangaa. Mtachukuliwa ni ukatili wa kingono, ni ukatili, yani ni unyanyasaji. Kwa hiyo usifanye hivyo. Kama unachukua mtoto wa kazi, awe anajua anaenda kufanya kazi gani. Ni kazi za nyumbani, ni kazi za baa, ajue mapema. Usisubiri afike huko anakofika ndio uje umwambie sijui ni kazi gani, afu ukute mwenyewe hizo kazi hataki. Kwa hiyo hilo ndio nalisisitiza, kwa sababu moja ya kazi yangu ni raise awareness, kuwasaidia wasichana waweze kujenga malengo yao kwa kufanya kazi halali. Kwa hiyo kuna watu wengine ni kazi halali lakini hawapendi kuzifanya, msiwalazimisha. Acheni watu wafanye kazi ambazo wao wenyewe wako willing kuzifanya, na isiwe kwa lazima, na isiwe kwa kuwatengenezea mazingira ambayo sio mazuri. Kwa hiyo sisi kwa hapa kwetu tuna mifumo yetu ambayo wadada wetu tunawatrain wanapokwenda huko makazini. Kazi ni aina tatu tu: malezi ya watoto, mapishi na shughuli za usafi, period. Hizo ndio kazi za ndani ambazo sisi tunaziofa kwa wadada wanaopita hapa. Kazi nyingine zozote wanapaswa kutuambia ni kazi gani, na tukiziassess tukaona ni kazi ambazo either zitakuwa zimemzidi uwezo wake, hawezi kuzifanya, zinaweza zikawa sio za ajabu, lakini zinamzidia dada. Kwa hiyo tunaongea na bosi, tunamwambia either aweke wadada wawili au ampunguzie dada hayo majukumu. Kwa hiyo sisi tuna system nzuri sana ambayo tumetengeneza kwa ajili ya kuwasaidia pia wadada wanaofanya kazi za nyumbani waweze kujitambua na wasielemewe na majukumu. Ndio maana wengine hawakai. Nyie mnabaki mnasema tu wavivu. Mbona nyie hamfanyi hizo kazi wenyewe? Kama ni wavivu, fanyeni kazi zenu wenyewe. The minute tunamleta dada nyumbani, manake wewe mwenyewe umeshagundua kwamba huyawezi hayo majukumu peke yako. Sasa na dada anaweza akawa ni makubwa kushinda uwezo wake. Kwa hiyo weka dada wawili au zaidi ya mmoja, wasaidiane au mpunguzie majukumu. Anyway, nafikiri nimeeleweka. Okay? Haya jamani. Otherwise karibuni. Kama unahitaji dada wa kazi, wasiliana kwa namba zetu za simu. Kama unahitaji kazi, wasiliana kwa namba zetu. Mawasiliano rasmi sio kuuliza kwenye DM, sio kuuliza kwenye comment, isipokuwa ni kuwasiliana kwa njia ya simu. Na kama simu zetu ziko busy, tuachie ujumbe, tutakurudia. Okay? Kama kuna changamoto yoyote ambayo umeipata, unaweza ukaniandikia. Unaweza ukaniandikia DM kama kuna changamoto ya aina yoyote ambayo umepata ofisini kwangu. Niandikie DM, nitaifuatilia. Kuna baadhi ya watu ambao wameniandikia, nimefuatilia changamoto zao, na wengine naendelea kufuatilia. Kwa hiyo kama una changamoto ambayo umewahi kupata kwenye project yetu hii, wewe wasiliana na mimi, niandikie kwenye DM, nitashughulikia na utapata huduma kama kawaida. Otherwise, I hope hii video itakuwa imekupa awareness ya namna ambavyo tuna run mradi wetu, lakini pia na hizo awareness ambazo nimezitoa hapa, kwa sababu kila transformation inaanza na awareness. Kwa hiyo naamini kabisa awareness zangu nazofanya kuna namna zinawasaidia watu wanaweza kuchange fikra zao na kuboresha namna ambavyo mahusiano ya mabosi na wadada, wadada nao kujiboresha katika kazi, na mabosi nao kujiboresha namna ambavyo wanahusiana na wadada wao, ili mradi tu maisha yaweze kwenda sawa na mambo yawe mepesi.